ilifanya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Ikumbuke kwamba katika siku hiyo ya kupiga kura, katika baadhi ya maeneo kulitokea fujo, vurugu na uvunjifu wa amani. Matendo haya yalisababisha vifo, yalisababisha mali kuharibiwa na majengo kadhalika kuharibiwa kwa kuchomwa moto na kuvunjwa. Kwa waliokufa, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja Mwenyezi Mungu amweke mahala anapostahili. Kwa wale ambao wamefelewa na ndugu zao, Mwenyezi Mungu awape subira na awape uvumilivu na awafariji. Kwa waliopoteza mali zao, Mwenyezi Mungu awape badali. Baada ya matukio hayo, kulipelekea taasisi mbalimbali za kidini na nyingine kujitokeza na kutoa matamko kuhusiana na kile kilichotokea. Kwa mtiririko huo wa matamko, BAKWATA ikishirikiana na taasisi mbalimbali zilitoa matamko mawili. Katika tamko letu la pili lililotolewa hapa makao makuu BAKWATA, baada ya itifaki, maana makubaliano ya taasisi zote pamoja na baraza, tamko ambalo lilijumuisha taasisi 25 mtambuka, kuwa ndani yake kulikuwa na maelezo kama hivi: kufanya mazungumzo na wenzetu wa dini nyingine. Napenda kuwafahamisha mazungumzo hayo tayari yamekwisha anza kupitia taasisi yetu ya Tanzania Interfaith Partnership TIP, ambayo kwa sasa uwenyekiti wake uko chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, baada ya TEC kumaliza muda wake wa mzunguko. Ni muhimu sana kwetu kuepuka upepo mbaya unaosambaa kwa kasi katika nchi yetu wa chuki za kidini, jambo ambalo ni hatari sana kwa mustakbali wa taifa letu. Sisi katika Uislamu, mashekhe, mnafahamu kuna kile tunachokiita at-taayushu silmi, yani kuishi pamoja na wasiokuwa Waislamu maisha ya amani na ya usalama. Na mnafahamu pia kwamba Mungu ametuambia kwamba hatukatazi sisi kuishi na wasiokuwa Waislamu kwa wema. Aya iko wazi, kila mmoja anayejua, la yanhakumullah, mpaka mwisho wa aya. Aya hiyo inatuambia Mwenyezi Mungu hamikatazi nyinyi Waislamu kukaa kwa wema na kuishi kwa wema na wasiokuwa Waislamu, muda wa kuwa hao mnaoishi nao na wao si wachokozi kwenu nyinyi, hawamishokozi, hawamifanyii fujo. Mwenyezi Mungu anataka tuishi kwa wema. Na kwa kuwa hayo ndio maisha ambayo tumechaguliwa na Mwenyezi Mungu kuishi, tumeona tuyaguse katika neno letu la leo. Kwa msingi huu na kwa kuzingatia moja ya mambo muhimu tuliyokubaliana, kwa maisha ya watu ni lazima yalindwe kwa gharama yoyote, ndio maana leo kwa unyenyekevu mkubwa na wasihi wale wote ambao wanasukumwa na kuhamasisha jambo la fujo na vurugo na uvunjifu wa amani, waache kufanya hivyo, kwa sababu kufanya hivyo hakuna tija. Na sio tu tarehe 9 au 25, bali siku zote zinazokuja mbele, kwani kufanya hivyo kuna hatarisha maisha ya watu ambayo maisha yale yana thamani kubwa. Kama mnavyoelewa, katika Uislamu
ni haramu mtu kuiua nafsi ya mtu mwingine. Kama ambavyo pia natumia fursa hii kuwaomba viongozi wakuu wa dini kuendelea kuzungumza tuna wanasihi viongozi wote wa dini kwa ujumla wao waendelee kuwa watulivu. Naomba wananchi Waislamu na wasiokuwa Waislamu waendelee pia kuwa watulivu, lakini wawe walinda amani na kuepuka uchochezi ambao unaweza ukatugawa popote pale ulipo. Uchochezi huo iwe kwenye mitandao ya kijamii au kwingineko, kama ambavyo pia uundwaji wa tume ya uchunguzi ambayo inatoa nafasi ya kutusikiliza viongozi wa dini na wananchi wote kwa ujumla ni jambo jema sana, kwa maana linatoa nafasi ya kila mwananchi kusikilizwa. Kwa msingi huu tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa uundwaji wa tume hii na tunakaribisha uundaji wa tume ya maridhiano na hatimaye kuelekea kwenye swala la katiba mpya. Mimi nikiwa kiongozi wa Waislamu Tanzania, na baada ya yote hayo niliyoyatanguliza kuyasema hapo juu, pamoja na viongozi wenzangu wote tuliokuwa nao, napenda kueleza kwa niaba yao yafuatayo. Moja, hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa tarehe 2 Disemba 2025 wakati anahutubia wazee wa Dar es Salaam. Pili, tunanasihi waumini wetu popote pale walipo ndani na nje ya nchi waache kushiriki au kushawishi watu kwenda kwenye maandamano yaliyopangwa tarehe 9 Disemba 2025 na hata atakaoweza kupangwa tena baadaye iwapo hayatakidhi vigezo na kupata kibali cha kuandamana. Tatu, kwa upande wa wazazi tunawaomba tuwape nasaha vijana wetu wasije wakajiingiza kwenye mikumbo au kwenye mkumbo na kukubali kutumika kama mtaji wa watu wengine wachache ambao hawaitakii mema nchi yetu. Kwa Watanzania wanaoitakia kheri nchi yetu, tunaomba wawaelimishe wenzao kuhusu madhara ya maandamano yanayokwenda nje ya utaratibu uliowekwa kisheria. Kwa wale Watanzania wanaoishi nje ya nchi, yani diaspora, tunawaomba watumie fursa zao kuisaidia nchi yetu badala ya kukubali kutumika kuiangamiza nchi yetu. Wakumbuke kuwa kuipenda nchi ni ukamilifu wa imani. Hubbul watan min alamati al-iman. Upenda nchi ni katika jumla ya kuonekana ukamilifu wa imani ya mtu, na inawezekana kuwa huko waliko wana hali nzuri zaidi ya maisha kuliko Tanzania, lakini wasisahau kuwa nyumbani ni nyumbani kile itakavyokuwa. Iwapo watakubali kutumika kwa kuiharibu nchi yetu, hasara itakuwa kwetu sote, wakiwemo jamaa zao, babu zao, bibi zao, shangazi zao, wana wao, wajomba zao ambao wamewaacha Tanzania. Sita, mimi kama mufti na kiongozi wa Uislamu na viomba vikundi vyote vya dini zote viache kutoa matamshi ambayo yataleta mhemuko kwa wafuasi wao dhidi ya dini nyingine, na pia waache kabisa malumbano ya kidini, badala yake yahamasishe wafuasi wao kuiombea nchi yetu amani na utulivu. Saba, tunawasihi wafuasi wetu wa dini na madhehebu zote tuunge mkono jitihada za serikali yetu
katika kulinda amani na utulivu kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika iwapo wanafahamu kuwa kuna mtu au watu au kikundi cha watu kinapanga au kushawishi kufanya vurugu siku ya tarehe 9 au siku nyingine za mbele zijazo. 8, tunawakumbusha Watanzania wote kuwa si nchi zote zinapendezwa na amani iliyopo nchini mwetu. Vurugu za tarehe 29 Oktoba 25 zinachangiwa na vita vya kiuchumi. Baadhi ya nchi zinataka kuivuruga nchi yetu ili zipate sababu za kuja kuchukua rasilimali zetu kwa manufaa yao kama wanavyofanya kwenye nchi nyingine. Tusiwape nafasi watu hao. Natoa wito kwa mashehe wa mikoa, wilaya, kata na maimamu wote pamoja na viongozi wa taasisi zote Tanzania kuendelea kufanya dua ya kuiombea amani nchi yetu na kuendelea kuwaelimisha vijana wetu kuwa watulivu na kuendelea kuwasilisha hoja zao na matatizo yao kwa viongozi waandamizi wa serikali katika maeneo yao. Pia tunawasihi viongozi wa serikali kuendelea kupokea kero za wananchi na kuzishughulikia kwa wakati ili kupunguza malalamiko yasiyo lazima kwa wananchi. Ewe Mola wetu wa haki, tunakuomba amani ya kudumu katika nchi yetu. Wajalie wananchi wake kuwa watulivu na wenye uzalendo katika nyoyo zao. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kheri na baraka katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu, kila mwenye dhamiri mbaya ivunje dhamiri yake asipate kusimama. Wewe Mwenyezi Mungu ndio muweza juu ya kila kitu na ndio mwenye kustahiki kuitikia dua zetu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa jiwarika wa hizbika wa nasrika min kulli shaytanin marid wa jabbarin anid wa dhi aynin wa dhi hasadin wa dhi baghyin wa dhi adha wa dhi sharri kulli dhi sharrin innaka ala kulli shay'in qadir. تدرسنا بالله بألف لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارزقنا كمال